Kwamba tuwepo hapa, naomba waheshimiwa tukae, watumishi wa Mungu, ili kwamba tuweze kujifunza pamoja. Nimefurahi sana kwa tukio hili la leo ambalo limekuwa na neema ya kutukutanisha vijana wa kanisa letu la Chanzo cha Uzima kutoka maeneo tofauti tofauti. Wakati huu nimepewa nafasi hapa ili kwamba niweze kufungua kongamano letu hili. Nami nitapenda kulifungua kongamano hili kwa maneno katika Biblia, kitabu kile cha Yohana, na ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 ule mstari wa 14. Tumefika hapo, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 ule mstari wa 14. Kuna mtu amefika hapo, anaweza akanisomea? Nasoma kwa mstari wa Bwana. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naomba tuitike ili nijue tuko pamoja au la. Sawa? Maneno ambayo tumeyasikia kutoka kitabu hiki cha waraka huu wa Yohana sura ile ya 2:14 ni maneno muhimu sana katika maisha ya kijana. Waraka huu uliandikwa na Yohana mwenyewe akiwa na makusudi au malengo fulani kuandika waraka huu. Tunaposoma hatuoni mahali ambapo umeelekezwa moja kwa moja kwamba labda kwa kanisa mahali fulani, kama jinsi ambavyo nyaraka zingine zilikuwa zikiandikwa na mitume wengine. Lakini historia inatuambia kwamba Yohana aliuandika waraka huu akiwa nyumbani kwake Efeso. Amen. Waraka huu aliuandika na ulikuwa wazi kwa watu wote. Ndio maana haukubagua kama ambavyo nyaraka zingine zilikuwa zikiandikwa na kina Paulo kwamba huu ulikuwa ukienda kule Korintho, huu ulikuwa ukienda mahali fulani, lakini waraka huu ulikuwa wazi kwa watu wote. Bwana asifiwe sana. Lakini kusudi la huu waraka, kulikuwa na mambo muhimu ambayo walipenda kwamba ndani ya mambo hayo watu wa Mungu waliookoka wapate kuyajua, ili kwamba waweze kuishi katika msingi unaompendeza Mungu. Lazima wayajue mambo haya. Jambo la kwanza ilikuwa kulitokea mafundisho ambayo hayakuwa sahihi. Walikuwepo walimu waliokuwa wakifundisha, lakini kusudi na lengo lao ilikuwa ni kukanusha kwa habari ya kwamba Kristo Yesu sio Kristo, sio Masihi wa Bwana. Bwana atusaidie sana. Lakini pamoja na hayo yote akawa
Jambo la pili, akawa akiwafundisha kwamba wafahamu kwamba mtu au mwanadamu aliyeokolewa, huyu aitwaye kijana, ambaye hapa aliwazungumza kama watoto wangu, wale waliookoka, waliokuwa chini ya fundisho lake, waliokuwa tayari kumfuata Mungu, kumwelekea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watambue jambo hili ya kwamba wanapaswa kushikamana na mafundisho ya kweli. Amen. Wayaache yale mapotofu yaliyokuwa yakifundishwa, lakini wayafuate mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Kweli hii ambayo ina uwezo wa kukutengenezea fursa ya kushikamana pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lengo lake ni kwamba mahusiano yetu na Mungu yawepo, na sio kuwepo tu, lakini tukiyajua haya tutashikamana naye milele, na baada ya maisha yetu ya hapa tunapata fursa na nafasi ya kuishi pamoja na Mungu wetu katika ufalme ule. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo akapenda kuwafundisha mafundisho haya yaliyojaa kweli ya Mungu, yaliyojaa uhakika na uhalisia wa kimbingu juu ya maisha ya mtu anapaswa kuishi vipi akiwa yeye amemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa kwa kifupi tu, kwa sababu nimekaribishwa hapa kwa ajili ya kufungua tamasha letu hili, tuiangalie yale maneno ambayo tumejifunza pale. Katika maneno ambayo tumejifunza pale, kuna sifa kadhaa za kijana ambazo zinapenda ya kwamba wewe na mimi tuzifahamu, tuzishike hizo, tuziishi hizo. Zitatujengea ujasiri wa kusimama mbele za watu na kuambia hiyo iliyo kweli ambayo Yohana alikuwa akitaka tuifahamu. Amen. Tutaizungumza kweli ya ufalme wa Mungu, tutaizungumza kweli ya Mungu kwa uhalisia, kwa sababu kuna jambo tumelipata jipya ambalo limeumbika ndani mwetu, kushikamana pamoja na Mungu. Hili ni jambo la umuhimu kwa kila aliye kijana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Katika ule mstari akasema kwamba nimewaandikia ninyi akina baba, alianza na akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo, yaani Mungu. Haya alipenda kuwaandikia hao wakina baba kwa sababu wao tayari walikwisha kuyejua yeye aliye tangu mwanzo, kwa maana ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini akarudi pale kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Haleluya. Anazungumzia nguvu. Nataka niseme hivi kwamba tafsiri yake, ule uweza ambao Mungu ameweka katika vijana, hiyo nguvu ndio anayozungumzia. Sio nguvu ya mabavu, nguvu ya misukosuko fulani ambayo tunaweza kuifahamu katika dunia hii. Lakini anazungumzia kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnayo nguvu. Hii ni nguvu ya uweza, wepesi aliyokuwa nao kijana katika utendaji. Haleluya. Hiki ndicho kitu muhimu ambacho anakizungumza hapa. Kijana ni
mwepesi. Amen. Mfano leo nasema tunaanza saa ngapi? Saa 3. Unajua sifa ya kijana ni mwepesi. Anaweza kuamka mara moja, anaweza kuwahi katika muda ambao tumeuzungumza au tumeupatana. Amen. Hicho ndicho ambacho alikuwa akizungumza kwamba vijana nimewaandikia kwa sababu mnayo nguvu. Anasema ya kwamba ule mstari nimependa kutumia Biblia hii ya simu sababu ya uzee kidogo. Amen. Mna nguvu. Anasema na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Kwa jambo la pili, kijana amepewa neema ya kulishika neno la Mungu. Neema ya nini? Kulishika neno la Mungu. Kijana hakikisha ya kwamba neno la Mungu linakaa ndani yako. Uishi neno la Mungu. Utembee sawasawa na neno la Mungu. Utafakari sawasawa na neno la Mungu. Uyapate mafunuo sawasawa na neno la Mungu. Hapo ndipo ambapo tunaweza kufikia malengo ya utumishi wetu hapa duniani. Jina la Bwana litukuzwe sana. Sisi sote ni watumishi wa Mungu. Wewe uliokoka ni mtumishi wa Mungu. Mungu amekuweka hapo ulipo kwa sababu maalum umtumikie. Huu ndio wito ambao tumepewa wa utumishi. Haijalishi umri ulionao, haijalishi sura ulionayo, haijalishi kwamba huna fedha, lakini Mungu amekuchagua. Hata kwenu kama yamkini ni watu wasiotaka kujua kabisa habari hizi za Kristo, lakini Mungu atakutoa huko kama kijana, ni kwa sababu ya utumishi ambao anataka wewe usimame umtumikie kwa nafasi yako ukiwa hapa duniani. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Mwambie Mungu amekuchagua ili umtumikie. Amen. Kwa hiyo sote kwa pamoja tuhakikishe ya kwamba tunakaa katika lengo la Mungu. Lengo la Mungu kumleta Kristo hapa duniani ni ili kwamba mimi na wewe tukombolewe, lakini haishii hapo, lakini tuonyeshe jitihada zetu katika utumishi. Tutumike pasipo tutumike pasipo manunguniko, tutumike kwa moyo wa kupenda, tutumike bila kushurutishwa, yani tusilazimishwe, lakini tuone ni sehemu yetu ya utumishi, kwamba ndani yetu tunasikia kumtumikia Mungu, ndani yetu tunaona thamani wa damu ya Yesu kumwagika Kalvari kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu amekuweka hapa kijana, ni kwa sababu anakupenda, ni kwa sababu amekupa nguvu, amekupa neema. Neno la Mungu limekaa ndani yako, lakini anapozungumzia nguvu anazungumzia pia juu ya Roho Mtakatifu. Tunakumbuka katika kitabu kile cha Matendo waliambiwa wanafunzi kwamba mkae hapo ghorofani mpaka mtakapo waletea nini? Nguvu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni sehemu yako huyo kijana. Amen. Tufungiwe utayari, tuwe tayari kwa wakati wote na kwa majira yote. Unapoambiwa, umesikia tu tangazo mara moja kwamba vijana
mahali fulani, vijana tutaenda kwenye mkutano mahali fulani. Vijana, yaani unakuwa wa kwanza kuuliza, unakuwa wa kwanza kufuatilia, unakuwa wa kwanza kuwepo, unakuwa wa kwanza kutumika. Haleluya! Hapo ndipo Mungu anapenda kuona watumishi wake vijana mkichapa hii kazi kwa weledi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kuna neno lingine ambalo pia amelizungumza pale, baada ya kwamba neno la Mungu linakaa ndani yenu, anasema nanyi mmemshinda yule mwovu. Kijana anayezungumzwa kwenye Biblia, sifa yake ni kumshinda adui Shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeona vijana wakisema, baba mchungaji, nimeanguka. Umeanguka. Unajua nilikuwa kule Dar es Salaam, kuna changamoto nyingi. Wameangushwa wakitafuta pesa, wameangushwa kwa tamaa, wametamani tu kunywa kidogo, wametamani kulewa, wametamani kuvuta sigara, makundi mbalimbali, watu anaozunguka nao anamkosea Mungu. Lakini Biblia inaeleza hapa katika huu mstari ambao nimeuzungumza hapo mwisho, ya kwamba kijana amemshinda, sio atamshinda, amemshinda adui yule mwovu Shetani, ambaye kazi yake ni kuharibu, kuchinja na kuua. Lakini akawaandikia hao vijana wanaomjua Mungu kwamba wao tayari wamekwisha kumshinda adui. Kwa hiyo sisi, sifa yetu vijana ni kuwa watu wenye ushindi. Sisi ni wenye ushindi. Haleluya! Ni aibu kwa kijana kushindwa kupambana na Shetani, lakini Biblia imeandika kwamba wewe umemshinda Shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya! Wangapi wanahitaji neema hiyo ya kumshinda adui Shetani? Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mchungaji, nimefurahi sana kwa tamasha hili ambalo nafahamu ya kwamba ni mwanzo tu, lakini mambo mazuri na makubwa yataonekana kupitia ninyi pamoja na uchache mlio nao. Wako ndugu zenu wengine nafikiri hawako hapa, hawajafika, wamepata neema ya kufika, lakini ninyi mmeandikiwa kuwa una nguvu. Kwa hiyo msijione udhaifu, msijione kwamba mko wachache, msijione kwamba sijui labda uko ukoje. Lakini Mungu anakupenda na amekuleta hapa kwa kusudi hilo. Naona kwamba wewe ni muhimu na mbingu zinakuheshimu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utakachokifanya kwa moyo kwa Mungu, Mungu anayo thawabu kwa ajili ya maisha yako. Atatengeneza njia ya ujana wako, atatengeneza njia ya maisha yako, atakufadhili pale panapohitaji ufadhili katika taratibu zako zote katika maisha yako. Lakini kuwa mwaminifu kwa ajili ya kazi hii ya Mungu ambayo Bwana ametuita kwa pamoja ili tuifanye kwa moyo. Kwa maneno hayo machache, acha niombe, alafu itangaze kufunguliwa kwa tamasha hili.